Lakini sasa ni muda wa mjadala wetu wa siku, na kama nilivyokudokeza, inahusu vita vya Urusi na Ukraine, na vita hivyo vilivyotokana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari 2022 havina dalili ya kupungua makali. Na kusema kweli, ukifuatilia kwa karibu na kuzingatia matukio ya hivi karibuni, utabaini hata zile juhudi zilizokuwapo za kusaka amani, hasa mwaka uliopita, ni kama zimekwenda rijojo. Ukraine sasa inashambulia ndani kabisa ya ardhi ya Urusi kwa kutumia teknolojia nafuu ya droni ndogo ndogo. Inavilenga vituo vya mafuta na majengo marefu hadi kwenye mji mkuu wa Urusi, Moscow, katika kile serikali ya Rais Volodymyr Zelensky inasema inavipeleka vita ndani ya Urusi kwenyewe. Urusi imeendelea kusonga mbele japo kwa mwendo wa kobe, ikichukua ardhi zaidi ya Ukraine. Na hivi majuzi msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema ingawa Rais Vladimir Putin angependa kupata suluhisho la kidiplomasia kwenye mzozo unaoendelea, lakini matendo yanayofanywa na Ukraine yanamwongezea ari ya kutaka kutimiza malengo yake kwa njia ya kijeshi. Kubwa katika mzozo huu tangu ulipoanza miaka 4 iliyopita ni hofu kuwa unaweza kusambaa na kuwa vita kati ya Urusi na nchi za Ulaya ambazo zimeendelea kuwa muungaji mkono mkubwa wa Ukraine. Marekani nayo hivi majuzi ilitangaza kuipa kibali Ukraine cha kuunda yenyewe makombora ya kujilinda ya chapa Patriot. Je, mzozo huu unakwenda wapi? Ndio tunajadili mchana huu, na nimewalika hapa kutoka mjini Bonn Mzee Abdo Mtulia, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani wa hapa DW. Pia tunajiunga na Dr. Harrison Mwilima, mhadhiri katika shule ya uchumi ya mjini Berlin, ambaye pia ni mchambuzi wa siasa za hapa Ulaya. Karibuni nyote. Niruhusu nianze na wewe Mzee Abdo Mtulia hapa mjini Bonn. Katika miezi ya karibuni, nimesema kwenye utangulizi hapa kwamba Ukraine imejaribu na kwa sehemu imefanikiwa kutimiza kile inachokisema kwa kuipeleka vita ndani kabisa ya ardhi ya Urusi. Vituo vya kusafisha mafuta, majengo ya roshani na maeneo hata ya kijeshi ndani ya Urusi vimelengwa. Unaweza kusema Mzee Mtulia kwamba hichi tunachokiona sasa ni dalili za kupatikana ushindi kwa Ukraine na kwamba Urusi pengine inaonja chungu ya dawa yake yenyewe? Umesema ndio, lakini pia umesema kwamba Urusi ilianza vita. Ndio, lakini mimi naweza kusema kwamba Urusi imeingizwa katika vita, kwa sababu katika miaka ya nyuma wa Marekani na nchi za magharibi zilitoa ahadi kwamba hazita ieneza ama hazitaziingiza nchi za mashariki, nchi nyingine za mashariki katika jumuiya ya NATO, lakini wameikiuka hiyo ahadi waliotoa, na hiyo ndio sababu imefanya Urusi ichukue hatua. Sawa. Sasa ukizungumzia kwamba lakini kuweka kumbukumbu sawa, Mzee Abdo Mtulia, Ukraine si mwanachama wa jumuiya ya kujihami ya nchi za magharibi NATO, na ilikuwa ni Urusi ndio ilipeleka vikosi vyake na jeshi lake ndani ya Ukraine na kuanza kushambulia, sio? Ndio, lakini sasa kitu ambacho tunaweza kusema ni kwamba hizi nchi za magharibi zimeichukulia Ukraine, na kama utakumbuka walizichukulia nchi nyingine za Ulaya Mashariki kuwa sehemu ya NATO ili kuichokoza Urusi. Na ndio sababu kwamba wameendelea kuipa Ukraine na nchi nyingine za Ulaya Mashariki misaada ili kuidhoofisha Urusi. Lakini hilo sio swala ambalo tunazungumzia sasa. Tuzungumzie sasa kitu ambacho umekisema kwamba Ukraine sasa imepata uwezo wa kuweza kuishambulia Urusi mpaka ndani, mpaka Moscow. Sawa. Lakini nachotaka kukwambia ni kwamba huo ni muda mfupi. Kama umeweza kufuatilia kwamba ilikuwa ina uwezo kwa kushambulia Urusi kila siku, lakini sasa inaonekana kwamba kidogo nguvu imepungua. Lakini ukweli ni kwamba Ukraine nayo
ina uwezo wa kushambulia Urusi, na nafikiri hiyo inaweza kuwa sababu mojawapo ya kuilazimisha Urusi kukubali kufanya mazungumzo ya kuvimaliza vita. Kwa hiyo unaona kuwa hichi tunachokishuhudia sasa cha Ukraine ambacho kusema kweli pengine wengi wasingetarajia ndani ya mwaka wa 4 inapambana na dola yenye nguvu kijeshi Urusi, kwamba sasa inaweza kushambulia ndani kabisa hadi kwenye mji mkuu Moscow. Kwa tathmini yako, unaamini ni sehemu ya mkakati ya Ukraine kuwa na nguvu fulani ili hata kama mazungumzo yakiitishwa inakuwa na useme kwenye meza ya mazungumzo? Bwana Mtulia. Hakika kabisa ni kwamba sasa Ukraine imeonyesha kwamba ina uwezo wa kupigana na Urusi, na ninafikiri kwamba baada ya labda siku chache, wiki chache, miezi michache, itawezekana kwa kulazimisha Urusi kuketi kwenye meza ya mazungumzo. Bwana Harrison, Dr. Harrison, unamsikia mzee Mtulia anachosema, lakini hicho sicho kinachotoka Moscow. Nimesema kwenye utangulizi, msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov amesema kimsingi ndani ya Urusi hichi kinachofanywa sasa na Ukraine cha kushambulia ndani ya ardhi yake kinapunguza ule uwezekano na shauku ya Rais Vladimir Putin ya kusaka mwafaka kwa njia ya kidiplomasia, na badala yake anafikiria anapata ari ya kuendeleza kampeni yake ya kijeshi. Huu uwezekano wa kutumika mazungumzo unauona wapi? Kwa kweli mimi uwezekano huo siuoni, na nilishai kusema kabisa kwamba nadhani vita hii itaisha katika uwanja wa vita, kwa sababu tukiangalia kuna kipindi Urusi ilikuwa Vladimir Putin alikuwa anakutana na Trump, wanaongelea kuhusu jinsi ya kutatua mgogoro wa Ukraine kidiplomasia, lakini tumeona kwa jinsi siku zinavyosogea Ukraine inavyoendelea kushambulia ndani ya Urusi, na pia tukisikiliza statement za Trump kwamba sasa hivi mpaka kama ulivyosema katika utangulizi wako kwamba ametoa idhini ya kutengenezwa yale makombora ya Patriot ambayo yanaweza kusaidia Ukraine. Kwa hiyo haya yote mkiangalia wale wasuluhishi ambao tulikuwa tunasema labda, maanake unapokuwa msuluhishi lazima uwe neutral, kwamba uwe katikati, lakini tumeona wasuluhishi wote ambao wanategemewa katika kutatua mgogoro huu kidiplomasia, wote wamehamia upande wa Ukraine. Kwa hiyo nadhani swala hili linamfanya Putin kuona sasa vita hii lazima iende kumalizwa uwanja wa vita, na tumeona kabisa katika maendeleo uwanja wa vita kwamba tumeona Urusi imekuwa ikichukua maeneo. Ukiangalia hivi karibuni Urusi imezidi kutanua eneo la Ukraine, kwa sababu tukumbuke katika vita pia ni vita vya taarifa. Kwa hiyo unaposema kwamba Ukraine inaweza kushambulia ndani ya Urusi, ni kweli hizo ndio taarifa kubwa tunazopata katika nchi za magharibi, lakini ukiangalia katika uwanja wa vita Urusi inazidi kusogea Ukraine inazidi kupoteza maeneo. Kwa hiyo Dr. Harrison, hili swala la Urusi kupata mafanikio kwenye uwanja wa vita limekuwepo kwa miaka 4 iliyopita. Hadi sasa Urusi imefanikiwa kuyakamata majimbo 4 yaliyokuwa sehemu ya Ukraine, lakini kilichobadilika hivi sasa ni kwamba Ukraine imepata uwezo na nguvu ya kutuma mashambulizi ndani ya Moscow na yanapata mafanikio tofauti kabisa na mwanzo. Jana kama sio juzi tumeripoti hapa DW kuwa hivi sasa ndani ya Urusi kuna matatizo ya upatikanaji wa mafuta kwa sababu Ukraine imemudu kutuma droni na kushambulia vituo vya kusafisha mafuta. Dr. Harrison, tafadhali kabla mzee Mtulia, Dr. Harrison kidogo. Sawa. Matatizo yapo. Okay. Sorry. Matatizo yapo kiukweli, na tukumbuke kama mzee Mtulia alivyosema hapo, kuna kipindi walikuwa wanashambulia zaidi. Tukumbuke kwamba ukiangalia taarifa za kiintelijensia wanasema kuna kipindi nchi za Baltic zilikuwa zinatumika katika kuishambulia Urusi upande wa St. Petersburg na Moscow, lakini tumeona kabisa hivi karibuni kuna uwezekano kwamba Urusi imeweza kuziba baadhi ya hayo mapengo, lakini of course mashambulizi yanaendelea na kuna changamoto zinaendelea, lakini ukiangalia athari zinazotokea Urusi na athari zinazotokea Kiev au Ukraine ni ndogo kabisa. Za Urusi mara nyingi unakuta ni hizi drones. Unajua drones zinavyoshambulia haziwezi zikafanya
maangamizi makubwa. Kwa hiyo unakuta kuchukua maeneo, haiwezi kuchukua maeneo, ndio haziwezi kuchukua maeneo. Lakini ukiangalia mashambulizi ya Urusi ndani ya Ukraine, ukiangalia haya makombora kwa mfano ya Oreshnik, haya ballistic missiles ambazo Urusi zinatumia. Kwa hiyo inatupeleka kwamba kuona kabisa kwamba vita hii kwa jinsi inavyokwenda inaweza ikawa ngumu kabisa kwa upande wa Ukraine, na siku zinavyozidi kusogea inavyoonekana kabisa, ukiangalia mashambulizi ya Urusi na sasa hivi tupo katika kipindi cha sama, kwamba hali ya hewa imekuwa clear kabisa. Kuna uwezekano tutaona mashambulizi makubwa kabisa Ukraine yanaendelea, na ndio maana hivi karibuni tumeona Ukraine ikienda katika ule mkutano wa NATO. Jana ilikuwa Ufaransa, Rais Zelensky alikuwa Ufaransa, anawaambia washirika anahitaji sana ulinzi wa anga. Kwa hiyo tumeona kabisa Ukraine sasa hivi ipo kwenye hali tata kabisa. Naam. Asante tafadhali Mzee Mtulia, kabla hujaongeza kitu nataka nikupe swali jingine alafu utaongeza kama unataka kusema chochote kwenye hicho nilichouliza mwanzo. Dr. Harrison amezungumzia Dr. Harrison matarajio yalikuwepo. Mwaka mmoja ukipiga darubini nyuma, unaweza kusema kabisa kulikuwa na dalili za wasi kwamba mzozo kati ya Urusi na Ukraine pengine ulikuwa unaelekea mwishoni, kwa sababu Rais Donald Trump alipoingia alisukuma sana ajenda ya kujaribu kuona kama makubaliano yanaweza kufikiwa. Nini kilitokea mpaka tumefika hapa tulipo, kwamba hata ile ishara ya kuweko tena mazungumzo imeondoka? Ni kweli kwamba Ukraine hivi sasa imepata uwezo kidogo wa kuibabaisha Urusi, lakini sidhani kwamba imefikia mahala ambapo inaweza kuilazimisha Urusi kukubali kufanya mazungumzo. Ndio tulipokwambia hapo, ndicho sasa tupo hapo. Kama alivyokuambia Bwana Harrison kwamba ndio Ukraine inaishambulia Urusi, lakini nachouliza ni kwamba ile shauku iliyokuwapo ya kuona huu mzozo ambao umedumu kwa miaka 4 ni lazima ufikie mwisho, kwa nini imeondoka? Yaani kwa nini kwa mfano ule msukumo ambao Rais Donald Trump alikuwa anaueleza wakati wa kampeni za kuwania kiti cha urais nchini Marekani, alikuwa anasema nitakapoingia madarakani ndani ya saa 24 ama saa 48 nitakuwa nimemaliza kabisa mzozo wa Urusi na Ukraine. Alianza kusukuma ajenda hizo, kulikuwa na mikutano kadhaa na ishara zilikuwa zinaonyesha mwelekeo mzuri. Alikutana na Rais Vladimir Putin kule Alaska. Halafu hatimaye sasa tunaona Marekani inatangaza hatua mpya za vikwazo dhidi ya Urusi, inaipa ruhusa Ukraine ya kutengeneza makombora ya kujilinda Chapa Patriot. Ulaya nayo inaongeza kasi ya kuisaidia Ukraine. Ndio nauliza, zile juhudi na matamanio zimefia wapi, ama kwa nini zimekufa? Hatuna uhakika kwamba Marekani itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza hizo silaha. Na mimi naweza kusema hivyo. Lakini hili lilitangazwa tayari na Rais Donald Trump wakati wa mkutano wa kundi la mataifa tajiri duniani la G7. Ndio, Bwana Trump anatangaza leo kwamba bahari ina rangi ya bluu, lakini kesho atakwambia ina rangi nyeupe. Kwa hiyo hatuwezi kuamini hayo ambayo wanayasema. Nakumbushwa hapa sio mkutano wa G7, ni mkutano wa jumuiya ya kujihami NATO uliomalizika mjini Ankara, Uturuki. Ndio, na sio jumuiya ya kujihami, nitakusahisha wewe, sio jumuiya ya kujihami, kwa sababu NATO imeonyesha mara nyingi sana kwamba inaweza kuzishambulia nchi nyingine. Kwa hiyo sio jumuiya ya kujihami. Anyway, tuseme kwamba huyu Bwana Trump, rais wa Marekani, leo anaweza kusema hiki, kesho anaweza kusema kitu kingine. Lakini mimi mpaka sasa sina uhakika iwapo Marekani kweli itatoa leseni, itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza hayo makombora yanayoitwa Patriot. Ndio? Asante. Bwana Harrison, lakini Bwana Harrison, iko hisia hapa barani Ulaya kuwa kadri Ukraine inavyopewa nguvu na washirika wake ya kupambana na Urusi, bara la Ulaya linajisogeza karibu zaidi na vita vya moja kwa moja kati yake na Urusi. Naposema bara la Ulaya namaanisha nchi hizi za Ulaya Magharibi na Mashariki ambazo ni washirika wa karibu wa Ukraine. Unakubaliana na hilo?
Nakubaliana nalo kwa sababu ukiangalia wakati vita hivi vinaanza, tukumbuke kabisa kwamba kipindi hicho ilikuwa hata hizi nchi zikiipa silaha Ukraine, walikuwa wanamwambia kabisa kwamba hapana kushambulia moja kwa moja ndani ya Urusi. Lakini tumeona tokea baada ya vita hivi vilivyoanza na jinsi sasa hivi mambo yanavyoendelea, unaona kabisa, ukisikiliza statement za viongozi wa nchi za Ulaya, unaona kabisa sasa hivi wameamua kusema kabisa kwamba sasa wanampa silaha, anaweza kushambulia ndani. Pia baadhi ya nchi zinafungua anga zao kuweza kupitisha drone za Ukraine ziende kuishambulia Urusi. Kwa hiyo tumefika katika kipindi ambacho ni hatari sana kwa bara la Ulaya, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba unapoiachia drones za Ukraine kupita au unapotoa katika anga yako au unapotengeneza vifaa vya vita kuipeleka Ukraine, tunajua kabisa kisheria hizo zinakuwa ni target ambazo zinaweza kushambuliwa na Urusi. Kwa hiyo kisheria hiyo ni sehemu ambazo zinaweza kushambuliwa. Lakini sasa kama tunavyojua, hizi nchi nyingi za Ulaya zipo katika, kama ulivyosema, umoja wa NATO, sitaki kutumia kujihami zipo katika NATO, na tukumbuke kabisa kwenye NATO kuna hiki kifungu nambari 5 kwamba nchi moja ikishambuliwa ina maana nchi zote zimeshambuliwa. Kwa hiyo ina maana sasa tupo katika hali moja tete, kwa sababu Urusi ikifanya mashambulizi katika nchi yoyote ya Ulaya, kwa mfano hata katika kiwanda hapa Ujerumani ambacho kinatengeneza silaha kwa ajili ya Ukraine, ina maana ni kama NATO imeshambuliwa. Kwa hiyo ina maana tunaweza kuingia katika mgogoro mzito sana kati ya Urusi na nchi za NATO. Kwa hiyo tupo katika hali tete sana barani Ulaya. Naam. Bwana Abdul Mtulia, Urusi, Ulaya inasema kuwa kimsingi aliyeanzisha vita hii ni Urusi yenyewe, inafanya jukumu la kuisaidia Ukraine kujilinda na kuimarisha kile viongozi mjini Brussels wanasema ni haki yake ya kidemokrasia ya kuchagua upande inaoutaka. Na viongozi kadhaa wamesema siku Urusi ikisema inaondoa vikosi vyake ndani ya Ukraine na vita hivi vitafikia mwisho. Kwa nini Urusi inashindwa kuchukua chaguo hilo? Lakini mimi sikubaliani na hiyo na kauli ambayo umeitoa kwamba Urusi ndio ilianzisha vita. Sikubaliani kabisa na jambo hilo. Ukweli ni kwamba nchi za magharibi, nchi za NATO zimeichokoza Urusi kwa muda kwa muda mrefu. Kwa sekunde 30 tafadhali. Ndio. Kwa sekunde 30 tafadhali malizia. Muda umetutupa mkono. Naweza kusema kwamba nchi za magharibi, wakati ule waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Bwana Baker alisema kwamba sisi hatutaitandaza NATO kufikia huko nchi za Kwa hiyo unachosema Bwana Abdul Mtulia ni kuwa Urusi haina dhima yoyote katika juhudi za kumaliza hivi vita? Hapana, inayo dhima, lakini naweza kusema kwamba Urusi imechokozwa. Asante Bwana Abdul Mtulia, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani wa DW. Niliungana naye pia Bwana Dr. Harrison Mwilima, ni mhadhiri wa shule ya uchumi kule mjini Berlin. Shukran sana nyote kwa kushiriki.